وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على خير الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila na taufiki yake kwetu, anaituwezesha kuikamilisha funga ya 5 ya mwezi mtukufu wa Ramadhani mpaka kufikia muda huu, tukiwa usiku wa 6 tukisubiri swala ya tarawehe ya 6 kwa ajili ya mfungo wa siku ya 6 kesho, siku ya Jumatatu. Allah, tunakuomba kwa huruma wako tupokelee funga zetu, tutakabalie dua na ibada zetu, tuhifadhie katika madaftari ya matendo yetu mema. Tukiwa katika mtiririko wa darasa zetu, tulisoma hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama alipokataza watu wasiunganishe funga, wasiache kufanya matendo yanayomfuturisha mtu wakati muda wa kufuturu umeshafika, wasiache, ambayo ni kula, kunywa na mengineyo, wasiache. Na tukawa tunasoma maana ya hadithi hii kwamba kuna baadhi ya watu hudhania kwamba dini inataka kujitesa, kwamba mtu ajitese ndio kutamfurahisha Mwenyezi Mungu. Katika maana kama hii, leo nimepita pahala katika mitandao internet, nikamwona mtu ameandaa maudhui ambayo kichwa cha habari ni swali kwamba je, unafunga au umebadili ratiba ya kula tu? Unafunga au umebadili ratiba ya kula tu? Kisha katika maelezo akaanza kuleta ufafanuzi wa kitabibu kuhusu kufunga na athari ya funga katika kujenga mwili. Akasema hivi: aghlabu ya funga tunazofunga sisi zipo masaa 12. Aghlabu, huyu mtu anazungumza yuko Tanzania, yani almost, mara nyingi funga zetu ziko kwenye masaa 12, 12 asubuhi mpaka 12 jioni, hivyo yani masaa 12. Akasema kitabibu, kitaalamu, scientifically, mwili ukikaa masaa 12 haujikongoi sana, hauli manona na mautamu ambayo yanasababisha mafuta kwenye moyo, kwenye mapafu, kwenye mafigo, hauli sana. Mwili unaanza kula, yani kujila wenyewe vile vilivyokuwa ndani, ikiwa mtu atafunga masaa 22. Kwa hivyo ili mtu afunge na yahesabike kama amefunga, at least angefunga masaa 22. Anasema eti ndio utaalamu huo, kwamba lau mtu akifunga masaa 22 akala kidogo tu ndani ya masaa 2, akaja tena kufunga siku nyingine huko masaa 22, Ramadhani ingeisha, mtu ameondoa matatizo ya moyo, figo, mapafu, sijui nini, sukari, pressure vingeondoka. Lakini binadamu tusisahau kwamba pamoja na kwamba funga inasaidia ku maintain mwili, diet, sisi lengo letu kubwa si hilo. Hata ingekuwa funga inautengeneza mwili kwa kuvunja sukari na mafuta yaliyojazana mwilini, lengo letu kubwa si la kujenga mwili. Lengo kubwa la funga ni kujenga moyo. Hata ingekuwa funga yenyewe ni masaa 5, lengo kubwa la funga ni kujenga moyo wa mwanadamu.
kumfanya mwanadamu amjue na kumtambua Mwenyezi Mungu ndani ya haya masaa 12 jua linaposhtadi kama hili la jana juzi. Uko pahala ambapo hakuna anayekuona, kinywaji kipo, moyo wako unataka, lakini wewe unawaambia nimefunga. Hichi ndio tunachokitaka sisi. Hatutaki ukimaliza funga ulikuwa na kilo 100 ziwe zimebaki 70. Hatutaki hivi. Si lengo la funga wala si malengo ya ibada. Ndio maana katika ibada hata zikiwepo hekima, hata usipoijua hekima, ibada inabaki ni wajibu kwako. Si lazima ujue hekima ya ibada. Kwa hivyo hizi hoja za kutuambia unafunga au umebadili muda wa kula, tunafunga na muda wa kula unabadilika kwa sababu yes, tunakuja kula jioni na hakuna tatizo, na wala mtu asikubabaisha kwamba nyinyi hamfungi Waislamu, basi hiyo ni funga mtume wenu. Manake watu wakitaka kubeza haya wanafanya hata comparison baina ya funga ya Isa na funga aliyoifunga Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Isa alifunga siku 40. Yes, alifunga siku 40 mchana na usiku bila kula wala kunywa, mpaka ilipofika siku ya 40 ndio akahisi njaa. Bado haijambadili kitu. Mwenyezi Mungu aliyemfanya kuanzia siku ya kwanza mpaka ya 39 asisikie kiu wala asisikie njaa mpaka ilipofika siku ya 40, ndio huyo ambaye alimleta Muhammad na akamwambia ikifika usiku kuleni, uhilla lakum lailata siyami arrafathu ila nisaikum. Sasa sisi hatufanyi comparison ya vitu kwa namna hii. Kwa hivyo si katika ucha Mungu kutaka kuongeza vitu uumie, sijui wapendezeshe watu. Labda hakuna anayemlipa mwanadamu mwenzake. Nafunga ndugu zangu, ndio ibada pekee ambayo ni siri baina ya mtendaji na mtendewa. Naona akipita kwa Mustaz, hata ufanyeje watu wataona ulitoa tu. Hatutaona ulikitoaje kwa sababu umefanya hivyo kampachika shemu, lakini tunaona umetoa. Na shehe anaweza akasema nimepata 50 hapa, tushajua ulitoa 50. Swala tunakuona unavyorukua hapa. Ukienda kuhiji ndo kabisa unakuja unabadili jina, unaitwa Al-Hajj. Alikuwa mzee mmoja ukimuita, hata umuite mzee, sio baba yako lakini baba, lakini mzee unasema, anakwambia kwa na adabu, wewe mtoto, mimi sio baba yako, niite Al-Hajj. Kama utaki kuniita acha. Amefariki mwaka juzi. Yaani mtu akihiji anaonekana, wengine wanabadilisha na majina. Funga, swaumu, ndio siri. Anaweza akalainika mtu mpaka macho anaangalia hivi, lakini macho yameelekea huku kwa sababu ya swaumu inavyompiga, unadhania amefunga, kumbe hajafunga. Usisubutu kuiharibu siri hii, ibada hii ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe katika Hadithul Qudus anasema kullu amali ibn adam la, matendo yote anayoyatenda mwanadamu ni yake. Al-asharatu al-amalu bi'ashri au al-hasanatu bi'ashri amthaliha, jema moja ni sawa na 10 mfano wa kila alichokitenda. Matendo yote yako hivyo, kwamba matendo yote mwanadamu ameambiwa ukifanya hivi ujira wake ni huu, ukifanya hivi ujira wake, illa siyama. Allah anasema isipokuwa funga tu. Funga akasema fa innahu li wa ana ajzi bi, funga hiyo ni yangu mimi na mimi ndo naye ilipa. Si kwamba swala kuna mwingine analipa, swala analipa yeye na swala ni yake Allah, bali swala ndio ibada pekee ambayo watu wataanza kuhesabiwa, ndio kipimo. Ikifaulu swala ndio inachukuliwa na funga inaangaliwa hesabu zake. Lakini funga hii ujira wake ulivyokuwa mkubwa na special, anaujua Allah ulivyo na anajua Allah kiasi chake. Usiharibu chonde, usiharibu ikawa unafunga kwa lengo la ku maintain shape, uta maintain na hautakuta thawabu. Usiharibu kwa lengo la kumuonesha watu, kwa kuonesha watu kwamba ni kwa ajili niwe hivi au uone hivi. Wataona na hawatakuwa na cha kukupa. Na Allah amesema ana aghna shuraka fi shirki
mimi ni tajiri mkwasi mno wa washirika katika ushirikiano, sipendi kushirikishwa. Faman amila amalan ashraka ma'iya fihi ahad taraktuhu wa shirka, atakayetenda tendo akanishirikisha katika tendo hilo na mwingine, nitamwacha yeye na ushirikina wake. Na hii ni hatari kubwa sana ambayo Mtume alihofia sana sallallahu alayhi wasallama kwa umma huu. Siofii kwamba mtakuja kubeba misalaba, siofii kwamba na akili mlizonazo mtakuja kusujudia makaburi au masanamu, siofii. Najua mnajielewa. Nachofia ni pataingia ria katika utendaji. Mtakuwa mkitenda watu wajue, mtakuwa mkitenda watu waone, mtakuwa mkitenda kwa ajili ya watu. Hicho ndo ninachofia, kwa sababu kitakula matendo yenu, kitaharibu ibada zenu. Kwa hivyo hali iko hivyo. Kwa mujibu wa hadithi yetu ni kwamba Mtume amekataza kuunganisha baina ya funga, ukaziunganisha siku za swaumu bila kula katikati. Masahaba wakamwambia Mtume, sisi tunakuiga wewe, sisi tunakufuata wewe, wewe ndio kioo. Mbona wewe unaunganisha? Innaka tuwasil walana fika qudwa, wewe unaunganisha na sisi ruwaza yetu iko kwako, kiigizo chetu ni wewe. Mtume akawaambia, ndio ninaunganisha, lakini mimi na nyinyi ni tofauti. Mimi si sawa na nyinyi, na sisi Waislamu katika vitu ambavyo watu wanafanana, tunaamini kwamba kuna baadhi ya sifa tunazo sisi na Mtume alikuwa nazo, lakini yeye ni zaidi. Mtume alikuwa tofauti na sisi, yaani kimaana na kihisia alikuwa tofauti na sisi. Katika sira Mtume alikuwa akitembea na watu, mnajipanga kama tunavyosimama kwenye safu sawa sawa. Alikuwa akitembea, hakuna mtu anao uwezo wa kumtangulia, hakuna. Mtume alikuwa akiamua kucheza, kama ndo anaamua kucheza, asikuachie, mcheze, mtanie, mfanye wrestling, umwangushi, huwezi kumtupa chini. Mtume alikuwa hivyo. Mtume alikuwa akisimama, tuseme hivi ninavyoelekea ndio kibla, hivi ninavyokuoneni hivi ndo anavyoona alivyokuwa nyuma, bila kugeuza shingo kuangalia. Mtume alikuwa anaona hivi, kana kwamba alikuwa na macho ya mbele na kisogoni kuna macho hivi hivi, anaona. Sio sawa na hivi ukiangalia unaona huku pembeni, anaona hivi, ndo nyuma anavyoona. Fa inni arakum amami wa min khalfi. Kwa hivyo anazo miza na mumayizat, anazo vitu ambavyo ni tofauti na wengine katika binadamu. Miongoni mwa tofauti hizo ni kwamba alikuwa na uwezo wa kukaa masaa 48 bila kusikia kiu wala njaa, na anashiba kabla hajachukua chakula hisiyatan, kabla hajachukua chakula kwenye sahani kupitia kinywani, anakuwa kashiba. Alikuwa analishwa kama mtu anavyoweza kuingizwa drip, lakini yeye kiroho roho anaingizwa chakula, anashiba mpaka anaunganisha saumu. Hivyo akawakataza masahaba wasiige, kwa sababu umaalumu huu hawana. Hivyo asijione mtu ni mcha Mungu akataka kuyafanya mambo haya ambayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliyakataza. Sasa Mtume alisema, nyinyi si sawa na mimi ninalishwa na ninanyweshwa. Je, alikuwa analishwa na kunyweshwa kama huyu ndugu wetu anavyokunywa, au alikuwa analishwa na Roho Mtakatifu? Mitume mathalan Nabiullahi Musa alikuwa na umaalumu wake wa kuongea vile mimi na nyinyi tunavyoongea hivi, alikuwa anaongea na Mwenyezi Mungu hivyo. Isa umaalumu wake ilikuwa ni muda wote, kila pahala. Yesu alikuwa sambamba na Jibril, Roho Mtakatifu.
Ngao wenyewe anasema sio Roho Mtakatifu ndio Jibril. Jibril ndio Roho Mtakatifu, Ruhul Qudus. Kwa hivyo Isa alikuwa akitaka kitu au akihitaji kitu, anazungumza tu, muda huo huo Jibril anasikia, anapeleka habari na anateremka na kinafanyika. Inaonekana kama yeye kasema tu na jambo likatokea. Kama kuna katika hadithi au habari, katika ubinadamu wa Isa alilala usingizi. Alilala wakati anasafiri ndani ya jahazi, ngarawa au mtumbwi. Mawimbi akaleta matatizo. Yalipoleta matatizo akaamshwa, baba amka, bwana amka, tunaangamia. Alivyoamka akasema, bahari tulia, kwa kuelekezea fimbo, na ikatulia. Si yeye aliyefanya hivyo, si yeye, kama ilivyokuwa kwenye udongo, kama ilivyokuwa kwenye mkono wake kumgusa mtu mwenye ukoma au mwenye upofu, si yeye, lakini utendaji wa Mwenyezi Mungu ulikuwa unapitia kupitia kwake kwa Ruhul Qudus ambaye ni Roho Mtakatifu. Mtume yeye ilikuwaje? Kesho biidhnillah taala tutakapokutana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.